Once umetambua una kipawa, una karama, una neema, maana unatakiwa uishi katika hali ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Lakini hawapo ndani ya utukufu. Wamepoteza mamlaka, wamepoteza nguvu ya utiisho, wamepoteza nguvu ya utawala kwa sababu ya kushindwa kuitii sauti ya Mungu. Kwa sababu vazi la utukufu linatenda kazi na watu wanaoitii sauti ya Mungu, watu wanaoiamini sauti ya Mungu. Shetani anataka kuwavalisha watu mavazi ya aibu, ya fedhea, ya magonjwa, kwa sababu tu wameacha kumtii Mungu wao na kumtii yeye. Kwa hiyo anakuaibisha, anakupa mavazi ya mateso. Aibu inakuwa sehemu ya maisha yako, magonjwa yanakuwa sehemu ya maisha yako. Badala ya kupanda, wewe unashuka, unakosa nguvu ya utawala, unakosa nguvu ya kutisha. Hata ukiwaambia watu kwenye mtaa wako kwamba mimi nimeokoka, wanasema mbona wewe kama mimi tu, bora hata mimi ambaye sijaokoka. Kwa nini? Maisha yako hayamdhihirishi Yesu Kristo. Maandiko yanasema mvaeni Yesu, mfanyeni Yesu awe vazi lenu. Na ukimfanya Yesu kuwa vazi lako, maisha yako, maneno yako, matendo yako yatamwakilisha Yesu Kristo. Amina.